Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 11 ya mwezi wa pili mwaka 2026. Siku nzuri kabisa, siku ya Jumatano. Nikualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tufuate Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini kubwa, usisahau kuacha comment yako kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa wale wote ambao wamekuwa wakiandika comment. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa, tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket piga simu namba 0775946447. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni mambo matano yatajwa tija mikopo ya 10%. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Tutekeleze maono ya Samia, kinga ya jamii, habari katika ukurasa wa 7. TANROADS kujenga madaraja 7 yaliyoharibiwa El Nino Moro, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Ana Mkapa kuipa BMH vifaa kupandikiza figo, habari katika ukurasa wa 4. Watumishi wafundwa mishahara itoshe, habari ni katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Mtoto wa siku moja aibu Mwanza, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 8. Ulega agiza wakandarasi wazingatie sheria za malipo, habari katika ukurasa wa 7. Tanzania Marekani kuimarisha ushirikiano tafiti za madini, habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Tanzania yang'ara usimamizi mitandaoni, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, ninalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni pande mbili, siku 100 za Samia, utekelezaji wa ahadi bima ya afya kwa wote, kuzuia maiti, utoaji ajira vijana na mchakato wa katiba mpya wachambuliwa kwa kina. Gazeti hili limeandika nukuu ya Sheikh Mruma ikisema ni suala la mchakato hadi kukamilika, lakini yale yaliyotekelezwa yanapaswa yawe na usimamizi bora na endelevu ili kuleta maendeleo kwa wananchi. Waliopewa majukumu ya kusimamia wasimamie kikamilifu ili dhamira ya serikali itimie na watu wanufaike. Vipaumbele siku 100, bima ya afya kwa wote, tiba bure kwa wagonjwa wa figo, saratani ya moyo, katazo la kuzuia maiti, bodaboda mamalishi kurasimishwa kuwezeshwa, kuanzisha gredi ya maji ya taifa, kuanzisha mchakato katiba mpya, ajira 5,000 kwa wahudumu wa afya, ajira 7,000 kwa walimu, ujenzi wa mitaa ya viwanda, uwekezaji vijana, bilioni 200 mikopo ya mitaji vijana na wanawake. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili, ukurasa wa 3 pamoja na ukurasa wa 16 wa gazeti hili. Huko gazeti hili likigusa kila ahadi na namna ambavyo imetekelezwa, bima ya afya, kuhusu vijana, katiba mpya na bilioni 200 za Rais Samia. Gazeti limeandika mgogoro Geita, msukuma mwekezaji kuna jambo, baada ya Makonde kurushwa wakati mbunge wa Geita mjini Joseph Kasheku Msukuma akivutana na mwekezaji kwenye eneo la Katoro mkoani Geita, Rashid Kwanzibwa. Hatimaye undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 5. Siku 731 bila Edward Lowassa, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Gazeti hili pia limeandika wahitimu wapewa jukumu kwa jamii, habari katika ukurasa wa 5. Sababu pikipiki bajaji za umeme kuvunja sheria, habari ni katika ukurasa wa 11. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi Jumatano ya leo. Kila siku Fort Johanna Daycare and Nursery School inaanza na tabasamu, furaha
na ujifunzaji unaohisi kama nyumbani. Tunafuata mfumo wa Montessori. Watoto hujifunza kwa kuchunguza, kugundua na kufanya mambo kwa vitendo, huku wakikua kwa uhuru. Walimu na walezi wetu wamefunzwa vizuri, wana uzoefu na upendo mkubwa kwa watoto, kuhakikisha kila mtoto anahisi kuthaminiwa na kujali. Fort Johanna Daycare and Nursery School ni mahali salama na penye ubunifu, ambapo watoto wanajifunza, wanacheza na kujijenga kwa kujiamini. Kwa wazazi wa Kigamboni na maeneo karibu ya Dar es Salaam, usikose nafasi. Usajili kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa sasa. Tunapokea watoto kuanzia umri wa mwaka 1 hadi miaka 5. Fort Johanna Daycare and Nursery School, mahali ambapo kujifunza ni upendo. Tembelea au tupigie simu leo kwa namba za simu 0746369615. Gazeti Majira, gazeti huru la kila siku, lenyewe limeandika TAMISA yaja na maeneo 20 muhimu ya kujiingizia pesa. Ni mara ya kwanza katika historia, ni kufuatia serikali kutangaza orodha ya bidhaa na huduma 20 ambazo zitatolewa na kampuni za wazawa kwa 100%. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Kichanga cha siku moja chaibwa mkoani Mwanza. Habari katika ukurasa wa 4. Polisi yanasa watuhumiwa wanaotumia mbinu moja. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Jeshi la polisi linawashikilia Charles Oden Mwakasege mwenye umri wa miaka 32, fundi simu mkazi wa Meta jijini Mbeya, na Isaac Mbewa mkazi wa Shewa kwa tuhuma za kuingilia mfumo wa kibiashara na kampuni ya ukopeshaji simu. Habari katika ukurasa wa 5. Wazalishaji bidhaa Pwani watakiwa kutambulisha bidhaa kwa Made in Tanzania. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Profesa Shemdoe awafunda wakuu wa mikoa wapya. Habari katika ukurasa wa 2. Naibu Waziri Magembe atenda na balozi wa Cuba. Habari katika ukurasa wa 2. Iran, tunaweza kupunguza urani iliyorutubishwa kwa masharti. Habari katika ukurasa wa 19. Gazeti limeandika Tanzania imarisha nafasi Afrika kupitia sekta ya biashara, kupitia sekta ya barabara. Habari katika ukurasa wa 10. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Tunatazama sasa gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni sumu iliyojificha kwenye mazulia. Madaktari waeleza uhusiano wake na magonjwa hatari. Wataalamu washauri namna salama ya kutumia zuria nyumbani, hotelini, ofisini. Nukuu ya Dr. Mwanada Kilima ikisema wanaoishi katika mazingira ya namna hiyo hupata mashambulizi ya mara kwa mara ya pumu. Mazingira nayo pia yanaweza kusababisha mzio wa macho, kuwasha koo na kikohozi cha mara kwa mara, hasa kwa watoto na wazee ambao kinga zao za mwili huwa dhaifu zaidi. SMZ yavunja ukimya upotevu mizigo ya abiria wa ndege. Habari katika ukurasa wa 2. Korti kuamua leo shahidi kesi ya Lissu afichwe au aonekane. Habari katika ukurasa wa 18. Iliyofanyika siku 100 za Samia Ikulu. Habari katika ukurasa wa 2, wa 3, wa 9, wa 10, wa 17 na wa 24. Lakini pia gazeti Nipashe limeandika wanawake wanasayansi wasimulia yanayowakwaza kufikia umahiri kitaaluma. Habari katika ukurasa wa 19. Mkandarasi atelekeza mradi aingia mitini. Habari katika ukurasa wa 16. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Gazeti Raia Mwema lenye limeandika Lissu alidiwa, mauaji tata, ndugu sukuma mzigo kwa polisi, RPC afunguka. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Siri fichuka, rais afunguka mazito akiapisha viongozi wapya, afafanua uteuzi wa katibu wake. Habari katika ukurasa wa 2. Tanzania Sweden wajadili uwekezaji. Habari katika ukurasa wa 6. Viatu mchuchumio ni hatari kiafya. Habari katika ukurasa wa 9. Yanga Simba zisikubali kubuluzwa. Habari katika ukurasa wa 20. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Raia Mwema, muungwana ni kitendo. Gazeti Uhuru kweli daima ninalo mikononi mwangu, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni siku 100 za kazi na utu. Mzee Msekwa, Kanan Lubinga, Ana Abdallah wamsifu Rais Samia kwa utekelezaji wa ahadi na ilani ya CCM. Mhadhiri, mganga mfawidhi, gwiji wa uchumi wakoshwa na kasi ajira katika sekta afya. Habari katika ukurasa wa 2. Gazeti hili limeandika maji, miradi 16 ya maji yenye thamani bilioni 16.28 imekamilika katika mkoa wa Simiyu, Njombe, Iringa, Kilimanjaro, Dodoma, Geita na Tanga. Lakini pia imeandikwa kuhusu bima afya, miundombinu, elimu, uchukuzi. Miongoni mwa ahadi hizo ni kuanzisha mpango wa bima afya kwa wote, kuajiri watumishi wa afya 5,000
na kupiga marufuku hospitali zote kuzuia miili ya marehemu kuchukuliwa na ndugu zao. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili. Jambo limeisha hivi, msukuma mwekezaji. Habari ni katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Peramiho watakiwa kukaa mguu sawa. Habari katika ukurasa wa 3, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru, kweli daima. Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti lenye limeandika Mfaransa, Simba imepata shoka, Kibu kuvuta bilioni 1.8 kwa miezi 18 Libya. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Ligi kuu bara leo ni KMC dhidi ya Simba Sports Club. Gazeti hili limeandika kiungo JS Kabylie afunguka, aeleza ugumu wanaotarajia, kuna kitu anakifanya. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Ijayo ni Yanga dhidi ya JS Kabylie Februari 14, uwanja wa Amani Complex. Wanatesa Bongo Flava, wamegusa Injili. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Februari 23, ondoa wigi. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Ni mchezo kati ya Everton na Manchester United, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti. Mwanaspoti pia limeandika TPL leo ni Singida Black Stars dhidi ya Fountain Gate saa 10 kamili jioni, Azam Complex, Dar es Salaam. Magazeti ya habari za michezo. Na gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, ukurasa wake wa nyuma lenyewe limeandika Dr. Mwigulu aridhishwa maandalizi ya AFCON 2027. Coastal Pamba kicheko na Mungo Prisons vilio. Simba kuivaa KMC leo. Simba kutoa kadi za wanachama Machi 27. Habari katika ukurasa wa 23. Shaika balozi sekta filamu India. Habari katika ukurasa wa 21. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo. Nipashe Mwanga Jamii, ukurasa wake wa nyuma lenyewe limeandika siku 100 Stars Simba Yanga wang'ara na Samia, rekodi andikwa katika mashindano ya kimataifa ya CAF. Simbu pia akibeba medali. Habari katika ukurasa wa 23. Simba yaahidi raha, Yanga hapa kazi tu. Habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga Jamii. Gazeti hili linakamilisha rukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania hapa Toka Zamani TV.